kwa Faima, akanunua hiyo nguo, akafanya hicho kitu, pale anataka kumharibia mwenzake brand yake. Kwa sababu kama mimi siwezi nikaenda kwenye duka fulani nikanunua kitu, alafu kitu kile kile nikaanza kwangu kukishusha thamani, nikasema hichi haiwezekani. Siwezi kufanya kitu kama hicho. Ni ujinga sana sana. Wasichana walitakiwa wasapotiane. Alhamdulillah. Umependeza. Asante. Nimekuona leo tokea nafika hapa, kiukweli muonekano wako siku zote nazidi kuwa ule ule kubakia. Pengine hasa ni sababu gani ambayo inakufanya kila siku muonekano wako unabaki kuwa mzuri? Kwa kweli kwanza siri yangu, miaka mingi mimi nilikuwa sifanyi makeup, na nilikuwa mtu wa kutumia vitu kama vile, sisi zamani tulikuwa tumelelewa katika mazingira usijipambe, hata wanja wa ndani ya macho huweki, nywele, mafuta ya nazi. Kwa hiyo makuzi yale yalinikuza vizuri. Hakukuwa na cream yani ya kujipaka mwilini kujibadilisha ngozi yako. Nadhani yale ndio alonifanya. Sasa baada ya hapo nimeshakuwa mtu mzima. Nilivyoanza hii kazi 2018 huko ndio nilianza kufanya makeup kusema kweli. Kwa hiyo nadhani makeup inakaa na sura ya mtu pia. Kwa hiyo ile imenifanya kuwa, japo kuwa nature yangu pia sura yangu sio mbaya kama hivyo. Yani sina makunyanzi yale mpaka mtu akaogopa nikamtisha mtoto. Niko sawa tu, namshukuru Mwenyezi Mungu. Na pia kula vyakula bora, mazoezi, kuondoa stress. Japo kuwa mimi age yangu kubwa, nishazeeka niseme kweli. Nyinyi mnavoniona mnaniona hivyo, lakini ndani yake naona mimi mwenyewe kwa kuna changing fulani ndani ya mwili wangu zishabadilika. Kama huwa naumwa saa nyingine na tatizo la diski na niuma, kwa hiyo natumia muda wangu mwingi wa kujiondoa, mfano kwenye mwili mkubwa. Natakiwa nipunguze hii Ramadhani nimekula vitu vingi, sukari, mafuta nini, nimenenepa sana. Sasa hivi nimefika kilo 80. Na wakati nilikuwa kwenye 72, ni kwa 70 yani ni 72. Kwa hiyo nimefika kilo 8 zimefika mara moja. Kwa sababu gani? Mwezi wa Ramadhani sikuwa nahangaika. Nilikuwa napikia watoto, wanachoniambia mama leo fanya hichi, na mimi vile vile. Kwa hiyo mwenyewe unakipika na testi ya mkono wangu nzuri bwana. Kwa hiyo kila ninachokipika nakiona kitamu na kila. Kwa hiyo imeniongeza mwili. Kwa sasa hivi nimeanza kurudi kwenye diet. Hongera sana pia. Asante sana. Ramadhani imekuwa ni mwezi ambao umekuja na mambo mengi sana, hasa Ramadhani ya mwaka huu kidogo imechangamka kweli yani. Ukiacha tu mashindano kuanzishwa sehemu tofauti, lakini pia hata maneno kwenye mitandao kuelekea siku yenyewe ya Eid pia abaya imekuwa ni wimbo mkubwa sana. Hivi zamani pia ilikuwa gani hivyo ambavyo zamani kwa wanatoa pressure wanaume kwamba inabidi sasa mnunue abaya, kama ilivyo generation ya sasa hivi ambayo sasa hivi inaonekana mwanaume kutokumnunulia abaya mwanamke wako, hasa wanaume wa Kiislamu, inaonekana ni kitu ambacho kama hujafanya mapenzi ya dhati kwa mke wako. Kwa kweli zamani hakukuwa na hivi vitu, kwa sababu hakukuwa na utandawazi. Ila majumbani wamama zamani walikuwa akienda kupaka hina, na sio hii hina ya siku hizi. Hina ile ilikuwa inatengenezwa, kuna vitu vile kwa vinaitwa hafu, inapikwa kama ni wiki nzima, inaekwa kwenye kikombe cha kahawa, unachorwa kwa kijiti. Zamani hina za zamani watu wanachorwa kwa kijiti. Zamani hina mtu anachorwa wiki nzima. Kama ndio hiyo mfano unachorwa kama hizo piko, ndio hizo zilikuwa naitwa hafu, inachorwa, mtu anachora pole pole, yani masaa mengi sana, tofauti na sasa hivi. Sasa hivi kuna stika, kuna vitu tofauti. Zamani wanawake walikuwa kinunuliwa sana dhahabu na waume zao kama zawadi. Ndio. Zawadi zamani mtu anakwenda kwa sonara, anamnunulia mke wake herini za vitunguu thomu, zimekaa design kama vitunguu thomu. Ndio ilikuwa zamani. Pete ya ngoma, pete ilikuwa kama ngoma kama hivi nilivyovaa mimi. Pete fulani, yani analetewa kitu cha thamani, sio abaya. Haikuwa hivyo. Ananunuliwa cheni ya dhahabu ya kiuno zamani. Ndio hapo ilikuwaje? Zamani bwana, watu walikuwa wanajua kutunza wanawake. Sio sasa hivi. Wanaume wenyewe sasa hivi kama mabinti wanataka wao wasaidiwe kila kitu wapewe. Yani unakuta mwanamume jenda hoka linataka kusaidiwa yeye, baada yeye, yani sasa hivi eti mwanamume sikukuu anataka yeye umpe wewe zawadi, sio yeye akuletee wewe mke wake zawadi.
Sasa kwa hiyo sasa hivi yani kuna utofauti sana. Kisa nasema mapenzi kupeana jamani. Kupeana ni kikoa, toa na wewe upewe. Kwa hiyo kama wewe ukinipa moja mimi nitakupa 11. Sasa wewe kama hunipi hata moja mimi nikupe 0. Ndo maana yake. Wanaume wa sasa hivi kutoa kwao muhali sana. Sana sana. Yani hata uwafanye nini? Hata uwafanye nini? Hata ucheze michezo yote. Umalize sarakasi zote. Umkogeshe na maji ya dhahabu lakini hakupi. Hakupi. Juzi nimeona pia hili kuelekea kwenye Eid kulikuwa na niseme si ni vazi la abaya lile ama ni nini lilikuwa linauzwa na kwa shilingi milioni 1 na Fahima ambaye yeye alitangaza anauza. Baadaye pia Nifa naye pia akaenda dukani akanunua kwa madai ya Fahima, pia akaenda dukani akatangaza kwamba yeye kwake itakuwa analiuza kwa shilingi 350,000 kwa pesa ya Kitanzania. Kukaa na malalamiko hapa katikati pia. Pengine kwa story tu kama hiyo ulivyoiona wewe, kwa nini wanawake wamekuwa na ile kulalamikiana sana hasa kwa Nifa baada ya kufanya kile kitendo? Wanawake wengi wanaonekana kulalamika sana. Wanawake wengi hasa mabinti wadogo wana tabia ya kuoneana wivu wa kibiashara. Unajua watoto wadogo walioanza kuchipukia kuipata pesa. Kwa hiyo kila mtu anajiona yeye ndio yeye anaweza yeye kila kitu. Wanasahau kuwa biashara kuna leo inapanda na kesho inashuka. Hivyo vitu wakivielewa hawawezi kufanya ujinga huo. Yule anayeuza nguo milioni 1 pengine yeye brand yake ile nguo quality yake ya milioni 1, na yule ambaye amekwenda kuiuza 350,000 inawezekana ameishona kama ile ndo akaipata ikawa design kama ile, lakini sio ile. Inawezekana kuwa sio ile. Kwa mfano mimi hii nguo yangu naweza kukwambia hii nguo 500,000, mwingine akaja akatoa kama hii akasema mimi nauza 50,000, lakini yeye 50,000 na mimi 500,000 inaweza kuwa ina utofauti mkubwa sana. Quality yake ikawa tofauti. Kwa hiyo kuna quality fulani ambayo mtu anaiuza na brand ndo mpaka akasema nauza milioni 1. Kwa hiyo kama Nifa yeye kauza ya 350,000, kwa hiyo yeye brand yake ile cheap kanunua zile za cheap za 350,000 ndo kaenda ku. Ya ile alonunua kwa Fahima pengine anavaa mwenyewe, ile pengine katoa kopi ya China, inawezekana hivyo. Ukiangalia kwenye maoni ya watu wengi hata Fahima mwenyewe alisema kwamba basi ungesubiria hata muda kidogo upite au ungetoa labda appreciation bana, jamani hii nimeichukulia kwa mtu fulani, kwa sababu alikuwa anasema ataziuza kwa order tu. Mtu ambaye order wewe ukanunua, kwa maana agiza kwanza afu ndakuletea mzigo. Unadhani alitakiwa atoe kwamba hii nimeichukulia sehemu fulani, au kibiashara pia ni sawa, kwa sababu pia biashara tunasema ni ushindani pia? Sasa kama hapo alifanya hivyo, alikwenda kwa Fahima, kama mna ushahidi alikwenda kwa Fahima akanunua hiyo nguo akafanya hicho kitu, pale anataka kumharibia mwenzake brand yake. Kwa sababu kama mimi siwezi nikaenda kwenye duka fulani nikanunua kitu alafu kitu kile nikaanza kwangu kukishusha thamani nikasema hichi haiwezekani. Siwezi kufanya kitu kama hicho. Ni ujinga sana. Wasichana walitakiwa wasapotiane. Unajua msichana kwa msichana mkianza kusapotiana ndio mnapoonesha kuwa mna moyo na wengine wakaiga mifano yenu. Sasa kama hivi wasichana hao ambao wanawafuata hao ndio motivate wao, wanawamotivate kitu gani? Yule ataona huku kumbe kaenda kwa huyu kafanya hivi kumbe huyu sio mtu mzuri. Tayari wanajengeana chuki. Sio vitu vizuri. Haipendezi kwa sababu wao ni rika moja. Kwa hiyo walitakiwa wafanye vitu sawa. Pale hakuna jealous. Kila mmoja anapata riziki yake kwa jasho lake. Yule Fahima anafanya kivyake na yule anafanya kivyake. Kwa hiyo lazima kuheshimiana kwenye biashara iwepo. Tusivunjiane biashara. Yaani hivyo, wasivunjiane. Pengine lakini nguo za wanawake ni moja ya mavazi ambayo yana gharama sana, hasa kwa upande wa wanawake. Ndio sisi wanangu umesema nguo za wanawake bwana zina gharama kubwa sana. Kuanzia nguo ya ndani mpaka nje. Nguo za wanawake zina gharama, tuseme kweli. Unatambuaje kwamba hii nguo thamani yake inaweza kufika milioni au hii haifiki milioni? Inategemea wewe mwenyewe, choice yako. Kuna brandi ambazo huwezi kushuka chini ya 900,000 na milioni. Ziko brandi kubwa. Handbag, bracelet, kuna vitu ambavyo unaweza ukanunua ukahisi hichi kitu rahisi lakini ni ghali. Kila mtu ana choice yake. Mwingine choice yake brand cheap, mwingine choice yake brand kubwa. Hata perfume. Kuna mtu nilimwambia mimi nanunua perfume mpaka 500,000.
Alinikatalia, akaniambia wewe unaweza kununua nguo ya milioni kwa sababu ananiona mimi navaa sana, lakini perfume ya 500,000 huwezi kununua. Alinihisi hivyo, kumbe hajui mimi naweza nikainunua perfume ya 500,000 nikakaa nayo mwaka mzima. Kwa hiyo ni perfume ambayo ukipuliza kidogo haitoki kwenye mwili na ni kidogo tu. Kwa hiyo kila mtu na choice yake. Unaweza kununua perfume ya 30,000 lakini isikae muda mrefu kwenye mwili wako, kwenye nguo yako. Kwa hiyo kila mtu na choice yake. Kwa hiyo brandi ni nzuri sana, kitu cha brandi kizuri, lakini inatakiwa uwe nayo pesa ya kununulia hicho kitu cha brand. Mama, nadhani kwenye hili watu wameelewa kwa uzuri zaidi. Ndio.